Mfalme Solomoni, mwana wa Daudi, mtu mwenye hekima kuliko wote, mjenzi wa hekalu la Mungu. Hii ndiyo hadithi tunayoijua, lakini kuna hadithi nyingine. Hadithi ambayo kanisani hatufundishwi. Hadithi ambayo iliandikwa miaka 2000 iliyopita kisha ikafichwa. Hadithi ambayo inasema Solomon hakuwa tu mfalme, hakuwa tu mwenye hekima, alikuwa mchawi mkuu. Alikuwa na pete ya kichawi iliyompa nguvu juu ya mashetani wote. Kitabu kinachosema hivi kinaitwa The Testament of Solomon, yaani wosia wa Solomon. Kiliandikwa mwaka kati ya 100 na 400 AD. Kiliandikwa kwa Kigiriki na kilienea kwa miaka 1000 kwa Wakristo wa zamani. Lakini hapo karne ya 5 na 6, kanisa lilisema kitabu hiki ni hatari. Kitabu hiki kina uchawi, na kikafichwa kwa miaka 1400. Mpaka miaka ya 1800 manuscripts zikapatikana tena. Wasomi wakaanza kusoma, wakashangaa kwa sababu ndani ya kitabu hiki kuna hadithi ambazo haziko katika Biblia. Hadithi za jinsi Solomon alipata pete ya kichawi kutoka kwa malaika Mikaeli, jinsi aliwakamata mapepo 72 mmoja mmoja na akawatumia mapepo hao kujenga hekalu, majina ya mapepo, nguvu zao na jinsi ya kuwashinda. Lakini pia jinsi Solomon alivyoharibiwa na mwanamke na kupoteza nguvu zake. Na zaidi kabisa, unabii kuhusu Yesu. Msikilizaji wangu, leo sitakuambia hadithi ya Solomoni ya kawaida. Leo nitakufungulia Testament of Solomon. Kaa mpaka mwisho msikilizaji wangu. Lakini kabla hatujaanza, ningependa kuwashukuru kwa dhati ninyi wote mnaofuatilia Neno Kweli. Baraka ziwafuate. Asanteni sana. Na kama wewe ni mgeni hapa, karibu sana. Hebu tuanze na msingi. Testament of Solomon ni nini? Ni wosia wa Solomoni. Kama vile Solomoni anazungumza kutoka kizimbani akitoa mafundisho ya mwisho. Lugha ya kwanza ya kitabu hiki ilikuwa Kigiriki, si Kiebrania, na mwandishi wake hajatajwa. Kitabu hiki kina uchawi, maneno ya siri, majina ya mapepo na mwongozo wa jinsi ya kutawala mapepo. Habari ya msingi katika kitabu hiki ni hii hapa. Solomon alikuwa akijenga hekalu la Mungu, lakini kijana mmoja wa kazi alikuwa akiteswa na pepo. Kila usiku pepo lilikuja likamnyonya damu na pesa kijana huyo. Kijana akaanza kukonda, kuwa dhaifu na alikaribia kufa. Solomon alipoona hili, aliomba msaada kwa Mungu. Malaika Mikaeli alishuka, akampa Solomon pete yenye muhuri wa Mungu, pete yenye nguvu ya kutawala mapepo wote. Solomon akampa kijana pete hiyo. Kijana akaitumia kukamata pepo aliyekuwa akimsumbua. Pepo yule aliomba kuonewa huruma, lakini Solomon akasema, nitakutumia kwa kazi ya kujenga hekalu. Na kutoka hapo, Solomon alianza kukamata mapepo mmoja mmoja. Aliwakamata mapepo 72 na aliwatumia mapepo hao kujenga hekalu. Na mapepo hao walimfunza siri zao. Aliandika majina yao na jinsi ya kuwatumia. Hii ndiyo hadithi ya Testament of Solomon. Malaika Mikaeli alimpa Solomon pete. Pete ilikuwa na muhuri wa Mungu, pentagram, yaani nyota yenye pembe 5, ishara ya uchawi, na nguvu ya kuamrisha mapepo wa kutii. Kitabu kati ya Wafalme 4:3 na 3 inasema, Solomon alijua kuhusu mimea, manyama, ndege na wadudu. Labda hii ni hekima ya siri. Lakini pia Yesu mwenyewe alisema, hekalu la Solomoni liliundwa bila sauti ya nyuma. Labda kuna kitu hapa msikilizaji wangu. Sasa hebu tuzungumze kuhusu sehemu ya kuvutia zaidi ya Testament, kuhusu mapepo 72. Testament of Solomon ni catalog, ni kama encyclopedia ya mapepo.
Kila pepo linakuja mbele ya Solomoni na Solomoni anauliza, jina lako ni nani? Una nguvu gani? Unasababisha nini kwa wanadamu? Nani anaweza kukushinda? Na pepo linajibu. Sasa, hebu tuone pepo kadhaa. 1. Orneus, pepo la kwanza. Jinsi anavyoonekana ni kama vampire. Ananyonya damu na pesa kutoka kwa kijana anayejenga hekalu. Solomon alimpa kijana pete, kijana akamkamata Orneus kwa pete hiyo. Pepo hili ndilo lililomfanya Solomoni aanze kazi yake. 2. Beelzebul, mfalme wa mapepo. Jinsi anavyoonekana ni kama dragon. Ni mfalme wa mapepo wote. Anasababisha wivu, mgomvi na mauli. Jinsi wa kumshinda ni kwa kutumia jina la Emmanuel, yaani jina la Yesu. 3. Asmodeus, pepo la tamaa. Jinsi anavyoonekana ni kama mtu mwenye vichwa vitatu, kichwa cha kondoo, binadamu na ndama. Anasababisha tamaa ya ngono, uzinzi, talaka na uharibifu wa ndoa. Jinsi ya kumshinda ni kwa kutumia moshi wa moyo wa samaki. Soma kitabu cha Tobit 3:8. 4. Wrath, pepo anayeendesha magari. Jinsi anavyoonekana ni kama mbwa mkubwa. Anasababisha ajali barabarani, magari kugonga na watu kufa katika ajali. Jinsi ya kumshinda ni kwa kutumia jina la Marmarauth, yaani jina la Mungu. Hii nimeipenda msikilizaji wangu. 5. Onoskelis, pepo wa ngono. Jinsi anavyoonekana ni kama mwanamke mzuri, lakini ana miguu ya punda. Anasababisha tamaa ya ngono, picha na video chafu za utupu na zinaa. Jinsi ya kumshinda ni kwa kutumia na kusoma maandiko matakatifu. Solomon alisema, nitakufunga na kamba na utafanya kazi za hekalu. Kila pepo ana jina, sehemu ya mwili anayoharibu kwa mwanadamu, mfano moyo, kichwa, tumbo na miguu, nyota inayomtawala na malaika anayemshinda. Kila pepo ana malaika fulani anayemwogopa. Msikilizaji wangu, kitabu hiki ni cha muhimu sana kwa mtazamo wangu. We kitafute ukisome tu. Katika mapepo wote 72 utajifunza kitu hapa. Soma tu, huwezi kujua utagundua nini. Kitabu hiki kinaonyesha jinsi ya kukabiliana na mapepo kwa Wakristo. Sasa, kitabu hiki kina sehemu ya muhimu sana kwa wanaume. Wanaume kuweni makini hapa kwa kipande kinachofuata. Testament inasema, Solomon alipenda wanawake wengi. Siku moja akampenda mwanamke mzuri sana. Mwanamke huyu alikuwa Msulamite, si Myahudi. Solomon akamwambia, nitakuoa. Mwanamke akasema, sawa, lakini lazima uabudu miungu yangu. Solomon kwa tamaa akakubali. Solomon akajenga hekalu kwa ajili ya miungu ya kipagani, akaitolea dhabihu, na pete yake ikapoteza nguvu sababu alianza kuabudu miungu ambao hawakumpa nguvu. Mapepo waliokuwa chini yake walikimbia. Solomon alipoteza kila kitu, na ndivyo Testament inavyoisha. Testament inasema, Solomon aliandika kitabu hiki kama onyo, akisema, mimi nilikuwa mwenye hekima kuliko wote, lakini tamaa iliniangamiza. Wanawake waliniharibia. Usifuate njia yangu, mcheni Mungu na muache uchawi. Kitabu kinaisha na Solomon akiomboleza. Msikilizaji wangu, naomba kafunue kitabu cha Mhubiri 1, usome mistari 6 ya kwanza. Utaona jinsi Solomon alivyokuwa na uchungu, akisema kila kitu ni batili. Hii inaonyesha kabisa alikuwa na majuto ndani yake. Mimi binafsi, hapa ndipo naona kama kuna kitu kikubwa kilimpata Solomon na kitabu cha Mhubiri hakisemi. Lakini pia, iliwezekana vipi Solomon kuwa na wanawake wote wale na asipatwe na pigo kutoka kwa mwanamke hata mmoja? Hebu tafakari vizuri na kisha unganisha na habari ya kitabu hiki cha leo na utaona kama kuna uhusiano kabisa. Lakini pia fikiria kuwa ni kwa nini Yesu alisema kuwa hekalu la Solomon hakujengwa na nyundo wala zana yoyote haikusikika ikifanya kazi katika ujenzi wa hekalu hilo. Kasome kwanza Wafalme 6 mstari wa 7, kisha tafakari vizuri. Testament of Solomon iliandikwa miaka 100 na 400 AD, lakini inaonyesha unabii kuhusu Yesu. Wakati Beelzebul, mfalme wa mapepo, anakuja mbele ya Solomon, Solomon alimuuliza, nani anaweza kunishinda? Beelzebul alijibu, Emmanuel,
Yeye atakuja mzaliwa na bikira. Yeye atateseka juu ya msalaba na jina lake litawashinda mapepo wote. Huu ulikuwa unabii kuhusu ujio wa Yesu kwa mujibu wa kitabu hiki. Kitabu hiki kinaonyesha Wakristo wa zamani walikuwa na theolojia kubwa ya mapepo. Kinaonyesha chanzo cha hadithi nyingi. Hadithi ya Seal of Solomon, yaani muhuri wa Solomon, inakuja hapa. Hadithi za Solomon akitawala majini katika Islam inakuja hapa. Hadithi za pentagrama, yaani nyota ya pembo tano, ikiwa ishara ya uchawi, zinakuja hapa pia. Kitabu hiki pia kina funzo kuwa hekima bila nidhamu ni bure. Kama Mithali 25:28 inavyosema, mtu asiye na kiasi ni kama mji uliobomolewa, usio na ukuta. Solomon alikuwa mji bila ukuta. Alipoteza control kwa tamaa ya wanawake na mapepo wakakimbia. Akapoteza kila kitu na mwishoni akajuta. Msikilizaji wangu, naomba like kama umependa kipindi cha leo. Mafanikio bila Mungu yanaisha na majuto. Jifunze kutoka kwa Solomon. Usifuate njia yake. Tutaonana kipindi kijacho. Mungu akubariki.